Jamani. Yaani nakwambia siku hiyo nikaambiwa na shoga yangu, kuna kanisa jipya limefunguliwa shoga yangu, twende. Mimi twende maana nilikuwa nimeenda kwa shoga yangu. Sasa akawa ananiambia akaniambia ni mwanzo siku hizi kuna kanisa huwa anaendaga kusali yani naona upako naona mkono wa Mungu, twende tukasali. Tukawa tumesali mwenyewe ibada za kanisani, mambo yameisha. Baadaye mwenyewe wakati sasa huyo mchungaji anaongea ni mama. Akawa anaongea, unajua ili muombe Mungu vizuri, ili Mungu ajibu maombi yako inabidi utubu, inabidi uungame, inabidi uongee, useme vile vitu ambavyo umevifanya ili Mungu akusamehe vizuri. Inabidi uviaddress vile vitu ambavyo umevifanya ili Mungu aone yes, huyu mtu yuko serious kwenye kuomba msamaha. Na kwa ajili ya kuaddress hivyo vitu, mimi kama mtumishi wa Mungu, mimi mwana wa Mungu, niko tayari kusikiliza, niko tayari kuomba, na wewe Mungu atakusaidia. Mimi I was like, haya twende. Basi nilikaa sana kwa shoga kama wiki 3 hivi. Tulikuwa tunaenda kanisani mida ya jioni, wakati mwingine ukuta hatuna issue, ananiambia tu twende kanisani, tunaenda kuomba. Yale mahubiri yakaniingia moyoni, nikawa nasema Mungu wangu, jamani, labda mimi mambo ni mengi duniani, ngoja niende nikafanya nini, ngoja niende kweli nikaongea na mchungaji. Nikaongea na mchungaji. Bwana we, kisa cha kuongea na huyo mchungaji, kwanza kulikuwa kuna mbaba mume wa mtu nilikuwa nimetembea naye. Sasa huyo mume wa mtu alikuwa ana mke wake na familia yake. Bahati mbaya mke wake akaja akajua kwamba nina mahusiano na yule baba. Mke wake akagombana nakwambia, akakasirika, akaondoka. Ndoa ya watu ikavunjika. Yule baba akaniambia ndoa yangu imevunjika, mke wangu ameondoka nikaendelea kumliwazaliwaza kwao, nikaendelea kukaa naye kwenye mahusiano. Lakini hapo roho inanisuta kisawasawa. Kila siku nikikumbuka kwamba yule baba nimemtoa mke wake pale nyumbani ili mimi niwepo pale, roho ikawa inaniuma, roho ikawa inanisuta. Kwa hiyo hapo nilipotaka kwenda kuongea na huyu mama mchungaji, nataka tuenda kumuuliza, jamani, kwamba mimi niko na huyu baba, lakini alikuwa mume wa mtu na mke wake aliachaga ndoa yake akaondoka. Unaelewa vizuri. Wakati nafikiria kwenda kumwambia mchungaji, nikawa nimekumbuka pia kwamba niko kwenye mahusiano na huyo baba kwa muda mrefu, sijawahi kupata mtoto. Kwa hiyo sasa nikasema labda kwa sababu mchungaji alisema huenda Mungu hajibu maombi yako kwa sababu kuna vitu ambavyo ulivifanya kwa siri na umevifanya siri na vipo huko hautaki kuviongelea. Ongea, vitubu, uombewe na mchungaji wa Mungu ili mambo yafanye mambo yanyooke. Kwa hiyo inabidi uviongee. Mimi nikaenda kwa mama mchungaji, nakwambia, nikaomba session naye. Hapo nilikuwa natoa sadaka, my friend. Hapo maombi alikuwa ashaanza kuniingia, nilikuwa natoa sadaka. Shoga yangu mimi alikuwa anatoa sadaka, nakwambia, akienda huko kufanya shughuli zake akirudi na shilingi 10,000, 8,000 anapeleka kanisani, abaki na 2,000. Mpaka nikamuuliza yule binti, wewe hizo pesa unaweza kufanya biashara, unaenda kwenye biashara yako, unaenda unauza shilingi 10,000, 8,000 unapeleka kanisani, mtaji utatoa wapi? Kodi utatoa wapi? Maisha utaishije? Kwa sababu ni pesa zote unapeleka. Kila siku unalalamika, mimi sina pesa, sina nini, lakini pesa zote unampelekea mchungaji. Ananiambia mnalizi wewe tu kujua. Mchungaji anapohubiri anahubiri, anakuhubiria vizuri. Kadri unavyoendelea kutoa ndio Mungu anazidi kukubariki. Sawa, unaendelea kutoa, Mungu anakubariki. Mungu anakubariki, zote unazipeleka kanisani. Hizo baraka utazionea wapi? Sema mimi sikuwataga sana kwa kipindi hicho. Nasema tu nisimuingilie kwa sababu atakuwa na mipango yake mingine mimi sijui. Basi bwana, na mimi nikaanza kutoa sadaka. Sema sikutoa sadaka kwamba eti nashindwa nitoe yote ambayo naifanyia kazi, nitoe yote. Hapana, nilikuwa natoa sadaka tu vizuri, sadaka kubwa. Tena nakumbuka nichangiaga kitu kama milioni 1 kwa kuna ujenzi wa kanisa. Basi nikaenda mwenyewe, mchungaji ananijua mimi sinatoaga sadaka nini, waliponinua pale kanisani unachangia shilingi ngapi, nikachangia milioni, kwa hiyo mchungaji ananijua. Basi nikaenda nikamwambia mchungaji, nina shida, nataka kuongea na wewe. Akaniambia karibu binti yangu, nataka kuongea. Nikamwambia nataka kuongea na wewe mwenyewe. Ndio nikaenda nikamwambia mama mchungaji, nikamuelezea ile situation yangu na mume wa mtu. Akaniambia hiyo ni dhambi kubwa sana, kama usingeongea Mungu asingekusamehe. Nikamwambia mama mchungaji, mimi nahisi kwa sababu ya hilo jambo ndio maana mpaka sasa hivi sina mtoto. Unaelewa vizuri, sina mtoto, nimehangaika sana. Mama mchungaji akaanza kunichokonoa, akaanza kuniuliza, una mtoto hujawahi kutoa mimba? Hamna, haiwezekani, labda kuna kitu ushawahi kufanya. Mimi kwa nakumbuka kipindi nipo sekondari shule, mamangu mkali, babangu mkali kidogo, nakwambia nikaanza kusikia kichefuchefu. Jamani, history sio ya kwangu, history ni ya mtu. Nimevaa tu halisia mpaka sasa hivi najuta kwa nini, kwa sababu masuala mengine ninayoongea hapa. Basi nikamwambia mama mchungaji, hapo nakwambia baba mkali, mama mkali, nimeanza kusikia kichefuchefu. Wewe nikasema wewe usinitanie. Nikamuuliza shoga yangu mmoja, jamani, kuna mambo mimi naona mambo siyaelewi, naona kama kijusi kisha nasa. Akaniambia wewe shoga yangu, hata usijali, ngoja mimi nitakufanyia shughuli. Akaniambia tafuta tu shilingi 30. Nikamdanganya baba, nikamwambia baba, kuna kitu shuleni. Nikamdanganya kuna project shuleni kunahitajika kama 40,000, akawa amenipa ile hela. Babangu mimi kwenye masuala ya shule, wewe huwezi kumwambia chochote kile akakunyima. Basi mimi nikaenda nikanunua vidonge
fanya cha kufanya. Basi bwana, nikamuelezea mchungaji, nikamwambia bwana, nakumbuka kipindi niko sekondari kuna hichi kitu nishawahi kufanyaga. Mchungaji akaniambia ndio maana hujabeba mimba. Yaani ukichanganya dhambi zote hizo, changanya dhambi ya kubeba mimba, changanya dhambi ya kumchukua mume wa mtu, huwezi kubeba mimba. Nikamwambia mchungaji basi tuombe. Basi mchungaji akaniambia piga magoti tuombe. Tukapiga magoti mwenyewe tukaomba. Akaniambia mwanangu ushasamehewa, Mungu akakusamehe, nenda na amani kaendelea na maisha yako. Nikamwambia sawa. Akaniambia mwanangu usiondoke hapa kanisani, utafaidika na mengi sana. Tena yani hata usijali mume wa mtu, wewe achana naye, nitakuombea roho yako iwe nyepesi uachane na huyo mtu. Mungu atakusaidia, atakupa mume ambao ni wa kwako. I was like, okay mama mchungaji, asante kwa maombi. Tukaishia hapo. Hapo ilikuwa katikati ya wiki. Ikafika Jumapili. Hiyo Jumapili kwa tumeenda kanisani. Mama mchungaji akaanza kusema kuna vifaa vya muziki ambavyo vilikuwa vimeagizwa, vimeshafika. Sasa kuna pesa ambayo imepelea. Anaomba watu watoe, like wachangie watoe, kwa sababu hivyo vitu viliagizwa kwa nusu bei. Kwa hiyo yani unalipia bei nyingine vikifika. My friend, mama mchungaji mtu wa kwanza kumsimamisha pale kanisani. Akanisimamisha, na aliponisimamisha alikuwa ananiangalia kama jicho la mwana ukome lile. Yani kama unajua kama yule mtu anajua siri yako, anakuangalia kama yani anataka kukusemesha kitu. Yani kama kuna kitu anataka akuambie. My friend, mimi nikainuka. Nikasema nitachangia 200,000. Mama mchungaji akaniuliza hela 200,000 tu, jamani ongeza wewe mwana wa Mungu, najua unajua una miradi mingi, unapata vitu. Hapo si nilikuwa nimesahau kuambia hapo, nilimwambia mume wa mtu ananisaidiaga sana, ni kila ninachoomba ananipa. Wewe una miradi mingi, mbona ongeza hata 500,000? Nikaona huyu mbona kana analazimisha sana, nikasema anyway haina shida. Nikasema basi nitatoa hiyo 500,000. Basi akachangisha zile pesa. Akamaliza kuchangisha zile pesa. Alipomaliza akaanza kuhubiri. Akaanza kusema ni kwa dunia sasa hivi tulikofika. Yani Yesu anakaribia kurudi. Kwa sababu vitu ambavyo mabinti wanavifanya, vitu ambavyo watu wa Mungu wanavifanya, na ukiwaangalia wanavyopita wanamsifu Mungu, wanavyopita wanatoa sadaka, utafikiri kwamba hawana dhambi kubwa. Jamani, hichi kitu siwezi kukikalia kimya, inabidi nikiongee ili nikikiombea Mungu naye asaidie. Hichi kitu inabidi niongee, nikiseme hapa hadharani ili Mungu asaidie na nyie mumsaidie huyu binti kumuombea. Lizi simama. Mimi tena hapo miguu ishaanza kutetemeka na kuambia, nikasimama hapo najiuliza Mungu wangu sijui nasimamia nini. Nikawa nasema Mungu wangu isije ikawa ninachokiwaza ndio kinachoenda kufanyika. My friend, mchungaji kaninyoshia kidole akaniambia, akaanza kuambia hao watu hapo, mnamuona kama huyu binti mzuri sana. Mnamuona huyu binti ana kasoro gani? Watu wakasema hana kasoro, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho ana kasoro kubwa sana. Huyu binti mnavomuona alitoa mimba, na mnavomuona anaishi na mume wa mtu ambaye kamvunjia ndoa yake. Hizo ndio kasoro zake. Mpaka leo hajapata mume kwa sababu ya hizo dhambi. Na nawaambia wote hapa kanisani, wote ambao mna dhambi kama hizo, mje mbele, mje mtubu dhambi zenu. Kama ulishawahi kutoa mimba, kama ushawahi kutoa mimba njoo, kama ushawahi kutembea na mume wa mtu njoo, kama ushawahi kuharibu familia ya mtu au ndoa ya mtu njoo mbele. Kuna mtu alitoka mbele? Hakuna. Nani anataka aibu kama hizo? Mimi ndio nimewekwa mfano. Akaanza kusema unaona, kanisa langu mimi lina watu ambao hawawezi kufanya dhambi kama hizo. Binti njoo mbele, Lizi njoo mbele. Nilisogea mbele, miguu ilikuwa haiendi, miguu haiinuki, miguu inaniuma, mwili unauma, nasikia kizunguzungu, nasikia kama nakaribia kudondoka. Sio, naelewa vizuri. Mambo niliyomwambia sirini, alosema mambo ya sirini tuombe na Mungu, kaenda kuyaweka pale mbele ya watu kanisani kuambia kwamba eti nataka muombe huyu binti. Ndio kwenda nimenyoshwa vidole na kuambia watu wakaanza kunongonezana kwamba wewe unatembea na mume wa mtu, na kuambia wameanza kunongonezana, watu wanaanza kunyoshia kidole. Misa imeisha na kuambia nilitoka nikawa nataka kukimbia. Sina nielewa vizuri. Hapo shoga yangu alikuwa ananiambia pole, shoga yangu mimi sikujua. Hapo tunatoka na kuambia watu wananiangalia. Hivyo watu wanakuangalia kama umeua. Yaani ni kama mwizi, umeambiwa kwamba wewe ni mwizi, umekamatwa na wizi. Kwa hiyo sasa watu wanakuangalia kama huyu ndio mwizi mwenyewe. My friend, nilitoka nilikimbia. Sina nielewa vizuri. Nikaenda nyumbani, nililia sana. Nikasema Mungu, hata kama Mungu, sidhani kama Mungu angenidhalilisha hivyo. Hiyo aibu mimi naenda kuiweka wapi? Maana kanisa ni kubwa, walikuwa wana rekodi. Sio wana record videos na kuambia tena video ndio zimeconcentrate kwangu vile nilivyokuwa nimeitwa Lizi nikainuka. My friend, tell me, hapo sasa nimeenda nyumbani nimelia mpaka nimeshindwa kula. Niambie audacity ya huyo mchungaji, baadaye ile jioni nipigia simu, Lizi vipi mwanangu unaendeleaje? Sijamjibu hapo, ananiambia basi ile 500,000 vipi mwanangu, tuma basi utume na ya kutolea. Nilitaka nimtukane. Serious, nilitaka nimtukane. Sema basi tu, nikasema basi tu hivyo. Nikakata simu, nikamblock. Basi hapo nikamuuliza rafiki yangu, nikamuuliza inamaanisha haya mambo ndio yanayofanyika kanisani kwetu? Akasema kanisani kwetu bwana mchungaji ana tabia ya kuwaambia watu
kama kuna dhambi yote umeifanya, kama kuna kitu umefanya, si umetembea na mume wa mtu, si umezini, kama umefanya uchawi, si umeenda umeroga, umefanya nini, uende ukamwambie. Mara nyingi huwa anayaongeaga, anasema kuna mtu alikuja akaniambia hivi na hivi, lakini ndio mara ya kwanza nimemwona kamsimamisha mtu mbele kumsemea vile makosa yake mbele za watu, lakini hajawahi kufanya hivyo. Nikasema basi atakuwa kafanya hivyo kwa sababu labda kaniona kwamba mimi zumbukuku, kwa sababu nimeingia hapo kanisani hata mwezi sijamaliza, nimeanza kutoa milioni, nimetoa 500,000, basi kaniona mimi zumbukuku, kaona kaniweza, ndio maana kaenda kunisemea pale hadharani. Nikamwambia shoga yangu, huyo mchungaji wenu sio mchungaji, kwa sababu mchungaji wa kweli hawezi kwenda kuwadhalilisha watu mbele za watu hivyo. Mungu angekuwa anasema makosa yetu, tungekuwa tunaandikiwa hapa kwamba umezini, umeua, si Mungu angetuandikia makosa yetu, lakini kama Mungu hajatuandikia, kwa nini mchungaji wenu anaenda kutangaza makosa yenu pale mbele za watu? Nikamwambia shoga yangu, kama wewe utaendelea kwenda kanisani nenda, lakini masuala ya mchungaji wenu sitaki kuyasikia. Nikaondoka kwa shoga yangu, sijarudiki tena mpaka leo. Nikimtaka naambia njoo huku nyumbani kwetu. Yule mchungaji akawa ananitafuta, akawa anawapa watu mpaka namba, wananipigia simu ananiambia, Lizi, uliahidi madhabahu ya Mungu, sijui tuma hiyo pesa. Mchungaji anataka pesa yake, mchungaji anataka pesa yake. Mwisho wa siku nikamtukana yule mtu, mara aliniambia ndio mwekazina wa kanisa. Nikamwambia wewe na huyo mchungaji wenu ambao mmeenda kunidhalilisha mbele ya kanisa, nilichowaambia sitaki kuambia. My friend, wachungaji wa siku hizi